kila siku kwamba ni jukumu la Mwenyezi Mungu, na yeye mwenyewe ameshatoa ahadi kuwahurumieni nyie. Kwa msiwe na wasiwasi, hata kama unaumwa usiwe na wasiwasi, kwa sababu Mwenyezi Mungu amechukua ahadi miaka 1400 iliyopita kwamba yeye atawahurumia. Kwa usikate tamaa wala usiwe na wasiwasi. Uhusiano wa Qur'ani na saikolojia, ambao huu ndo ujumbe wangu kutoka kwenye Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu amesema yeye yuko karibu na sisi kama ule mshipa wa neva uliokopo kwenye shingo. Wazungu wanaita jugular vein. Iko hapa. Yenyewe ukiikata ndo unakata uhai. Hii vein kazi yake ni kutoa damu iliyotumika kutoka kwenye ubongo, usoni na shingoni kuleta katika moyo. Mbona Mwenyezi Mungu asiseme yupo karibu na moyo wako, nafsi yako? Kwani amesema yupo karibu kwenye huu mshipa wako wa shingo? Maana yake ujue kwamba damu yote inayotoka kichwani, shingoni na usoni kuja kwenye moyo, ambao ndo injini kuu ya mwili wako, Mwenyezi Mungu yuko karibu na wewe kama hapo. Kwa ukisali, ukiomba, ukiwa na matatizo, usikate tamaa, kwa sababu huu mshipa unaosambaza damu mwilini mwako ndio mfano wa Mwenyezi Mungu karibu wake kwako. Lakini nikienda kuangalia, ambao ni ujumbe wangu namba 2, taarifa na historia ilikopo katika historia ya mabwana wa pangoni, vijana wale waliolala kwa muda mrefu pangoni. Sayansi inasema nini kuhusu vijana wale? Wale walilala miaka mingi, lakini walitoka katika mapango yale wakiwa hawaja paralyze, hawajapata blood clot. Kwa nini ilitokea muujiza huu? Kuna mtu alishai kusoma hii sura akaelewa sayansi nyuma ya sura hii? Mwenyezi Mungu ndiye aliyewageuza watu hawa kwa muda wote, wakatoka hawajabonyea uso, wakatoka hawajaparalyze mifumo yao. Hii ndio miujiza ya Qur'ani. Sasa ndugu zangu, tunalala usiku masaa 6, wengine 2, lakini tunaamka asubuhi tuko vizuri. Nani anetugeuza? Kwa sababu sayansi inasema usipogeuka, yani ukakaa sehemu moja kwa muda mrefu, una hati ya kupata blood clot, yani kuzindikana kwa damu kwenye mwili wako, na saa zingine kuparalyze. Je, nani anayetusaidia mpaka tunaamka tukiwa vizuri? Ni Mwenyezi Mungu. Tukiwa tumelala, imagine tukiwa na uwezo wa kusoma dua, tukiwa tuna uwezo wa kutembea. Kwa hiyo hii ni wito wangu kwenu, msimkatie tamaa Mwenyezi Mungu. Msikatie tamaa ukubwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na mkisoma Qur'ani, mtaona utukufu wa Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani. Na mtakuwa hamupelekeshwi na watu mkijiuliza, mbona Mungu hanijibu? Mbona Mungu hanijibu? Kama nakugeuza usiku, ukiwa macho pia anaweza kukugeuza. Sawa? Kwa kuanzia leo msiwe na mashaka, mkifanya mambo yenu yote yaekeni katika kumtegemea Mungu, na msikate tamaa, na msiwe na wasiwasi, isipokuwa wasiwasi wenu uwe juu ya Mwenyezi Mungu. Nawashukuru sana na naombeeni kila laheri. Mwenyezi Mungu atubariki sote na nchi yetu na viongozi wetu na wapenda heri wote. Amin. Allah